Vijana waharibu mkutano wa Oburu Odinga, mkutano ambao wanampigia William Ruto kampeni. Vijana hawa waliamua kuchota mchanga na mchanga huo wakaurusha kuelekea kwa jukwaa. Karibu tuzidi kulichanganua hili, tuone ni wapi ambapo Oburu Odinga aliweza kukosea mpaka vijana licha ya kuweza kulipwa pesa wameamua kumwaibisha Oburu Odinga hadharani. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Happy Monday. Happy New Week. Wacha niweze kukupea changamoto. Wiki jana uliweza kutimiza mambo machache yale ambayo ulikuwa umeyapanga kuyatimiza. Iwapo haukuweza kufanikiwa wiki jana, wiki hii unaweza ukafanikiwa. Ninakuomba uweze kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele kwa kila jambo ambalo unalipanga kulifanya. Na wiki hii nina imani kwamba tutafanikiwa sote kwa yale ambayo tunaazimia kuyafanya. Vile vile mpenzi mtazamaji, mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Endapo unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, like video, alafu sambaza hii kanda. Ni vizuri kipindi ambapo ninazidi kukupea taarifa na wewe unanipea moyo kwa kusubscribe. Wacha niweza kuzungumza na vijana wenzangu. Leo ni Jumatatu. Kama hauna kitambulisho cha Kenya, unakosea. Kimbia, chukua fomu, jaza upate ID. Mzazi, nisaidie tafadhali kuhamasisha vijana ambao hawana vitambulisho waweze kujisajili kupata vitambulisho. Endapo kuna mtoto wako hana kitambulisho, endapo kuna jirani yako hana kitambulisho, tafadhali muhamasishe kwamba kitambulisho ni cha maana. Kikija ajiandikisha kama mpiga kura, ili 2027 tuweze kufanya uamuzi. Karibu tusonge mbele. Oburu Odinga anazidi kuonyeshwa kwamba yeye hafai kuwa kiongozi wa chama cha ODM, yaani party leader. Na wacha niweze kuambia hili. Endapo chama cha ODM hawataweza kuchukua uamuzi na kubadilisha party leader, wampe Sifuna au Babu Owino, hichi chama kinaenda kuzama. Itawezekanaje chama cha ODM kinawalipa vijana 1,000 kuingia kwenye uwanja wa Tononoka Mombasa? Pindi tu wameingia ndani, vijana wanaanza kurusha mchanga. Unajua huwa sipendi mimi kuzungumza mambo ya porojo. Ninaomba kwanza uweze kuangalia hii kanda jinsi ambavyo watu walikuwa nalipwa. Angalia. Na hiyo chama imeenda Sifuna. And let me tell you my brother. Hiyo chama Kasongo atakufukuza. Atakufukuza. Because wao wanasema one time na yeye anataka kurudi. Akichanunua hiyo chama atoe pesa. Siku ya delegates conference atahonga kila mtu. Mimi nilidhani hawezi kunitoa. Maseneta walipewa kila mtu 10 million. MPs kila mtu 5 million. Wakaharibika vichwa. Wewe Sifuna, wewe ngangana. Tungetaka usurvive huko ndio ODM ikuwe part of us. But in case atakufukuza, you have a home in DCP, you are welcome. Tutakukaribisha. Nina imani umeweza kuona hizo ni pesa za mlipa ushuru wa Kenya, zile ambazo mimi ninatozwa na wewe unatozwa kila mwezi, tukiwa na imani kwamba zitajenga barabara. Lakini vijana wanaambulia kupewa 1,000 ili kuweza kufika kwenye mikutano. Sasa niliona Oburu Odinga, Gladys Wanga, Junet Mohamed wakishambulia Edwin Sifuna kwamba mkutano ambao alikuwa ameandaa upande wa Kitengela, eti kwamba watu waliweza kulipwa. Katika ule mkutano wa Kitengela, wewe uliona watu wakiwa wamevaa kweli
branded t-shirts za vyama, haukuona na mimi sikuona, lakini Mombasa watu wamepewa branded t-shirts, wanaingia ndani wakiwa wamepewa pesa, alafu wakiingia ndani, mpenzi mtazamaji, wanazua sarakasi kama hii, wakaharibu mkutano wa chama cha ODM. Miaka 20 bana. Hadi kusini, magharibi kote na kaskazini, Kenya zima chumba cha mama kini namba moja. Miaka 20 imefika, uhakika na ya kusamaza meshika. You have the ambition. ODM, chama ODM. To drive. But could you go even further? Could you join a university dedicated to tackling the big global challenges and collaborate with the leading experts in their field? Have you found the university to develop the talent, ability and purpose? Could you facilitate excellence and helping you grow? Do you want to join a university that's globally connected, bringing people and places together? Do you want to bring knowledge and skills that you to succeed at one of the best campuses in the world? Kusema ukweli, hata vijana, hata wale ambao wanalipwa kufika kwenye mikutano ya chama cha ODM wamechoka na viongozi wa chama cha ODM. Mimi tangia nilipozaliwa, sasa hivi niko na miaka 27. Mimi si mtoto. Naelekea miaka 28 mwezi wa 9 tarehe 3. Ndio siku ya birthday yangu. Sijawahi ona Raila Odinga, kiongozi wa chama cha ODM, kipindi ambapo alipokuwa hai, sikumuona akilipa watu pesa ndiposa waweza kufika kwenye mikutano yake ya kisiasa ya chama cha ODM. Na ndio maana watu walikuwa wanampenda baba. Watu walikuwa wanajitolea kwa hiari kukuja kwenye mikutano. And that is the reason as to why baba alikuwa anapendwa. Lakini sasa hivi penye Kenya ipo, chama hichi cha ODM ambacho kimeweza kuachwa na akina Oburu Odinga, akina Gladys Wanga, ni biashara wanafanya. Wanatafuta umaarufu kwa kuweza kuwalipa vijana pesa. Edwin Sifuna bado yeye ndiye yuko afisini kama Secretary General. Lakini hebu niambie, hajaweza kusaini pesa zitolewe ziende kulipwa wananchi waingie kwenye mikutano ya chama cha ODM. Pesa zinatoka wapi? Hizo pesa ni za serikali. Ukiona mwanaume mwenye anaitwa Okech Salah kwenye mikutano ya chama cha ODM, jua basi pesa za William Ruto zimewasili. Katika kanda hii ninaomba niweze kukuelewesha. Mimi ni mtangazaji wako, niko hapa. Mimi ndio Ezra. Niweze kuhakikisha kwamba ninakuchanganulia, ninakueleza kwa marefu na mapana, uweze kuelewa ni kwa nini vijana wamepandwa na hasira dhidi ya chama cha ODM ambacho kinampigia William Ruto kampeni. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuelewa, kilichofanya hawa vijana wakakasirika, ndio walilipwa. Kulipwa sio tu kwamba walikuja kwa hiari, hiyo ni kulazimishwa. Vijana waliambiwa njoo tufanye biashara, njoo mkuje kwa wingi, picha zichukuliwe, iweze kuonekana bado chama cha ODM Mombasa kinapendwa, licha kwamba Edwin Sifuna ameweza kufukuzwa. Lakini vijana wale hawakuenda kwa hiari. Unajua, unapaswa kuelewa kitu cha kwanza kilichosababisha mpaka haya mambo yakatokea. Number one,
Oburu Odinga alipokuwa na hutubu upande wa Mombasa, alisema kwamba Edwin Sifuna ni katibu mkuu wa chama cha ODM wa mahakama. Hawamtambui, eti kwamba yuko na tabia mbaya. Alikataa kuingia kwa serikali. Oburu Odinga akasema kwamba mtu ambaye wanatambua kama Secretary General wa chama cha ODM ni Catherine Omanyo, women rep wa kaunti ya Busia. Mtu mwenye hata ajulikani, mtu mwenye hata ajui kuzungumza Kimombo, mtu mwenye anasema sijui ni sijui ni nini. Sasa vijana wakakasirika, wakajiuliza, mbona mnafukuza Sifuna, mtu ambaye anazungumza ukweli, mnatuletea mtu ambaye anaitikia uchafu na uozo ambao mnafanya? Vijana wakakasirika. Oburu alipomaliza kuzungumza, wakaanza kurusha mchanga. Ndio, wakaanza kurusha mchanga. Alafu nataka kuniambia sasa hawa ndio watapea William Ruto kura? Wallahi hivi, William Ruto akipata kura 1500 kutoka kwa chama cha ODM ni bahati. Hata kwanza haziwezi kufika 100,000. ODM wakati ambapo Raila alifariki, hapo ndipo waliacha kupiga kura na hawatapigia bwana Kasongo. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kilisababisha ni Oburu Odinga kumshambulia Edwin Sifuna eti kwamba yeye ni Secretary General wa mahakama. That is why we are saying that we have our SG Catherine Omanyo and the other SG party ilisema yeye akae nje kidogo kwa sababu ya kukosa nidhamu, lakini hatujafukuza yeye kwa chama. SG yule ni SG wa court na huyu ndio SG wa chama. And we are not going to go back because there must be some example of discipline. Somebody must feel some little pain for being indisciplined so that the party can continue to be united. Namba 2, kuna hisia za usaliti wa upinzani. There is a feeling of betrayal by ODM. Wafuasi wengi wa chama cha ODM, mpenzi mtazamaji, wamezoea chama hicho kujitambulisha kama sauti ya upinzani na kama sauti ya mwananchi. ODM imekuwa ikitetea maslahi ya chama, yani maslahi ya wananchi. Kipindi ambapo mafuta yanaongezwa, unapata kwamba ODM ndio wanapigania mafuta kuweza kushushwa. Na msije mkafurahia eti serikali iliweza kupunguza mafuta weekendi. Hakuna mafuta ambayo walipunguza bana. Kipindi ambapo William Ruto aliingia madarakani, mafuta yalikuwa 150. William Ruto ni mtu mwenye anaunda shida, alafu anajifanya kwamba anatatua hizo shida, tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027. Na ninawaomba Wakenya msije mkajisahau, mwanze kusema kwamba William Ruto amefanya kazi. Juzi alipunguza mafuta kwa shilingi 4. Sasa hivi lita ya diseli ni 173 na sijui ni petroli ni 169 hapo hivyo. Lakini kumbuka kwamba kipindi ambapo aliingia madarakani, diseli ilikuwa ni 150, petroli ilikuwa ni 145. Sasa amepunguza nini? Aliongeza by 40, almost 40 or 60 up to 230. Anapunguza kidogo kidogo ili muweze kumpigia makofi. Msije mkajisahau, kwa sababu wa Kenya wakati mwingine mnaweza mkajisahau. Sasa hichi chama cha ODM wakati ambapo wameamua kushirikiana na serikali, wanaonekana kuwa wameacha kutetea maslahi msingi ya kupinga sera walizokuwa wakisikiliza hapo awali kutoka kwa wananchi. Na sasa hivi wanaeneza sera za serikali. Sijui waweze kuunganisha chama cha ODM, waende wafanye nini? Waende kwenye tebo wafanye nini, mpenzi mtazamaji? Waweze kunegotiate. Sasa badala ya kutetea wananchi maslahi ambayo
kama vile kazi hakuna, ushuru upunguzwe, makampuni yaundwe, angalau kazi kupatikana katika taifa letu la Kenya. Badala chama cha ODM kiweze kuambia serikali wacha kuchafua pesa, wacha kutumia pesa vibaya, wao ndio wameamua kutumia pesa za mwananchi vibaya. Kwa sababu uwezo ukaniambia hizi pesa wanatoa wapi isipokuwa tu pesa ambazo wanapewa kutoka kwa serikali kwamba nenda mkalipe vijana waingie kwenye mikutano. Sasa kuna hisia za usaliti. ODM ambao walikuwa wanatetea wananchi kitambo, sasa hivi wao ndio wanatetea William Ruto badala ya kutetea hisia za mwananchi. Namba 3, kilichosababisha mpaka wafuasi wa chama cha ODM kushambulia ule mkutano wa chama cha ODM Tononoka Mombasa ni kitu ambacho kinaitwa changamoto za kiuchumi. Vijana wengi wanalalamika gharama ya maisha, ushuru wa juu na ukosefu wa ajira katika taifa letu la Kenya. Wanaona kwamba ODM ikiunga mkono serikali ama ikiendelea kuunga mkono serikali kama kuhalalisha sera ambazo wao wanaziona kuwa ngumu kwa wananchi. Yaani Gen Z muliona na vijana wanasema kwamba gharama ya maisha imepanda. Tunasema kwamba ajira hamna. Tunasema kwamba ushuru umekuwa juu. Badala ODM waweze kujiunga na sisi tukatae mateso hayo, ODM wamejiunga na serikali na wanahalalisha ushuru huo mkubwa, wanahalalisha tusipewe kazi. Wanaona wakitupea kazi hatutafika kwenye mikutano yao, watupee 1,000 tuwashangilie. Sasa matatizo ya changamoto za kiuchumi ndio yanafanya mpaka vijana wakaanza kuharibu mikutano hii kwa kurusha michanga. Na kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa. Namba 4, siasa za kizazi kipya, the Gen Z factor. Umejiuliza ni kwa nini kipindi ambapo Edwin Sifuna, Babu Owino walipofika katika upande wa Kajiado, Kitengela, walilakiwa na vijana? Umejiuliza ni kwa nini? Umejiuliza ni kwa nini vijana wengi walifika kwenye ile mikutano ya Gen Z, yani mkutano wa Edwin Sifuna na Babu Owino? Ni kwa sababu kipindi cha maandamano ya 2024 Edwin Sifuna na Babu Owino walisimama na vijana wa Gen Z. Na hata baada ya chama cha ODM kuingia kwa serikali kumtetea William Ruto, bado vijana hawa wawili wanazidi kusisitiza kwamba Kasongo lazima aende. Wanazidi kusisitiza kwamba wanasimama na vijana. Sasa vijana wameona kwamba hawa watu wawili walisimama na wao, na wao wakaenda kwenye mikutano ya Edwin Sifuna. Na hata hawa vijana ambao walikuwa wamelipwa upande wa Mombasa kufika kwenye mikutano ya chama cha ODM hawakupenda kufika, ila walilazimishwa kwa kulipwa. Sijui kama unanielewa. Walipolazimishwa waliona hichi chama hakina agenda. Gen Z wanataka Kasongo aende, lakini ODM wanasema kwamba Kasongo apewe muhula mwingine. Ndio maana vijana hawataki kusikia mambo ya chama cha ODM, na ndio maana waliweza kuharibu mkutano huu. Sijui iwapo nimeweza kukuelezea mpaka umeelewa. Iwapo umeweza kunitazama mpaka hapa, ni vizuri kuweza kunieleza. Na vile vile ikiwa unataka kusapoti studio yetu kwa jambo lolote, till namba ya studio iko hapa. Vile vile mpenzi mtazamaji, wacha niweza kurudia hili. Vijana, tusije tukawa mstari wa mbele kusema kwamba William Ruto must go endapo hatutajiandikisha kama wapiga kura. Tusije tukajitokeza barabarani tunaonekana wengi, lakini tunapoenda kupiga kura tuonekane wachache. Hapana. Ninataka tujiandikishe kama wapiga kura. Kama hauna kitambulisho, nenda kwa chief, chukua fomu ya kitambulisho, jaza kitambulisho. Siku hizi inachukua mwezi mmoja kukuja. Kitambulisho kikija, hakikisha kwamba unajiandikisha kama mpiga kura, ili sauti zetu sisi vijana 2027 ziweze kusikika. Kazi yangu ni kuwahamasisha na kuwaelekeza. Asante sana. Mimi siwezi nikawaweka kwa shimo. Nakimbia kwenye Facebook, follow Edwin Sifuna, tumfikishe 1 million. Na mimi mkinipata Eagle Ezra
ukurasa ambao uko verified, uko na tick, ni mimi, ni follow. Asante sana.